Bwana Kamuso, kwa mambo vipi? Kama kaa. Wananchi leo mmeibuka na ushindi wa goli mbili kwa bila. Yeah. So matokeo ya leo ni nini? Kwanza siri kubwa ya ushindi ni ipi? Siri kubwa ya ushindi ni kwamba kikosi kipana ambacho tunacho Yanga Afrika, unajua baadhi ya wachezaji wameenda kwenye timu ya taifa. Ina maana hapa ndio maana kusajili kikosi kipana kwa ajili ya Yanga Afrika. Kuna kikosi kipana kwenye timu, yani kwamba hao wachezaji wakienda timu ya taifa sio kama tunategemea. Angalia ndugu zetu wa Makoro jana wamefanyaje? Makoro wametobolewa, yani Makoro wako wazi. Lakini Yanga Afrika sababu tuna kikosi kipana, muone leo kuna mtu ameweza kufunga hata goli moja kwa sababu tuko makini. Yeah. Siri kubwa ya ushindi inaonekana ni umakini na siri kubwa ya ushindi, lakini swala linakuja, Aziz Ki anaonekana kidogo labda tuseme ni mfungo umempitia ama ni ndoa bado anaishi kwenye ndoa. Ndoa mbichi bado fungate. Unajua Aziz Ki ndoana hata mwezi kwenye ndoa unamhukumu vipi? Yule mwanaume kuna nguvu kwenye mapenzi na kuna nguvu kwenye mpira. Kwa Aziz Ki siwezi kumhukumu. Labda kocha mwenyewe atakuwa ampangie muda. Ampe dakika 30 au 40 au 45. Kwa sababu ile binadamu anatumika kwa mke wake bado ndoa changa. Siwezi kumhukumu. Kituo kinachofuata mnaenda kukutana na Tabora United. Wale waadhibu pale Azam Complex Chamazi kwa goli 3-1. Mnaenda kukutana nao kwao sasa. Mnaingiaje? Wale tunaenda kukutana nao kwa sababu mechi za kimataifa zilikuwa zimeisha. Aucho alikuwa yupo katika ile mechi. Kwa hiyo Aucho viungo vyetu wengi wakuepo na wale Tabora United. Ni sisi tu tunafanywa majungu, lakini Simba wale wachezaji wao walikuwa hawajakamilika. Tabora wenyewe hawajapewa vibali kama wachezaji 8. Ni ule utimamu Yanga kwamba Tabora United akuepo Aziz Ki, akuepo Aucho, akuepo ani kwamba Tabora anaenda kufanya kwa 4. Kufanya kumgumu kwangu 4. Bwana Kamuso, shukrani sana. Salute brother. Pamoja.